achia watoto wangu, achia kazi yangu, achia kanisa, achia afya. Angamiza walinzi, endelea kutua kwa walinzi. Leo ni siku ya vita, ambayo kwa kweli mimi ninang'ang'ana leo. Kila mtu lazima apokee ushindi wake leo kwa jina la Yesu. Leo sasa ni vizuri ukae mkao wa vita. Mwambie mwenzako kaa mkao wa vita. Tunataka kupigana vita leo. Hakuna mtu atakayekuombea leo, kila mtu ataomba mwenyewe. Nikisema hivyo simaanishi sasa wale ambao hawawezi kuomba eti nyinyi hamtapata, lakini nataka nianze kwa namna hii. Unajua kuna mambo kadhaa ya kujua kabisa ambayo ni ya muhimu. Kwa mfano, si unajua kwa mfano Tanzania tulipata uhuru mwaka gani kweli? Mwaka gani kweli? 61 kutoka kwa mkoloni Uingereza. Baada ya kuwa tumepata uhuru, of course hatukupigana, kwa sababu kuna sababu kwa nini hatukupigana. Watu wa historia mnajua. Hatukupigana kwa sababu kimsingi nchi yetu ilikuwa imewekwa chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa, akapewa Mwingereza aiangalie. Na ulipofika wakati sasa sisi tunataka kupata uhuru, tukaamua kumbana yule Mwingereza, kumwambia ulikuwa unatuangalizia tu nchi yetu, tuachie. Tofauti na mahala pengine kama Kenya ambako mzungu alifika pale kana kwamba amekuja kuishi, ilibidi kupigana. Lakini sisi kwa sababu ilikuwa imewekwa chini ya Umoja wa Mataifa, League of Nations, ilikuwa ni rahisi kuongea na mkoloni mpaka akaondoka. Na baada ya kuwa ameondoka sasa, kuna kitu kinachofuatia kinaitwa kuulinda uhuru. Ndio maana kuna jeshi la polisi, jeshi la magereza, jeshi la wananchi. Lengo hilo ni kulinda uhuru. Uhuru sio lindwa ni sawa na uhuru ambao haupo. Kwa sababu utaupata uhuru baadaye huwezi kulinda uhuru. Ndio maana naona pale Idi Amin dada alipovamia kwetu kule Kagera, nyumbani kwetu kule Mtukula. Alipovamia kule, kipindi kile Mwalimu Nyerere alikuwa ni rais wa nchi ya Tanzania. Akatoa tangazo la ajabu, akasema uwezo wa kumpiga tunao, nia ya kumpiga tunayo, sababu ya kumpiga tunayo, na tutampiga. Nini? Anajitutumua kulinda uhuru wa nchi yake, kwamba nchi yangu ni nchi huru. Kwa hiyo hata watu pia unapokuwa umefunguliwa unakuwa huru, kinachofuata ni kuulinda ule uhuru. Ndiyo maana mtu ambaye anakuwa amefunguliwa alafu hajui namna ya kuulinda uhuru wake, anakuwa anapoteza uhuru, anakuwa anapokea tena. Ndiyo maana kuna watu wengi ambao Mungu amewatendea muujiza. Ndiyo kuanzia ule mstari wa 12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya wakuu wa giza hii na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kushindana kwetu. Hebu sema kushindana kwetu. Sema tena kushindana kwetu. For our fight. Unaona? Kwa hiyo unaona kushindana kwetu. Hebu sema kushindana kwetu. Huyu mama yeye anawaza kwamba akiingia tu kwa Bwana Yesu tayari amekwisha. Hapana. Labda biashara ilikuwa haiendi vizuri. Ndio maana ulipoingia kwenye kanisa hilo uliloanzia, wewe uliingia tu kasema pap nimeokoka yatakwisha. Hapana. Ulichotakiwa ufanye sasa, baada ya kumeingia kwa Yesu, ndani ya Yesu mwenyewe, unatakiwa ujue sasa kuingia kwako ndani ya Yesu kumekupa uweza sasa wewe mwenyewe wa kupambana. Sio kuingia kwako ndani ya Yesu tu kunakofanya eti yale matatizo yaliyokuwa na kusumbua yaishi.
kuingia kwako ndani ya Yesu ni hatua ya kwanza, kwamba umepata sifa ya kupata nguvu za kupambana. Ndio maana wengi unaweza kuwashangaa wakakufuata wakwambia, mchungaji, naomba niondolee tatizo langu. Pastor, niondolee, nimeombewa sana, nisaidie niondolee. Lakini ujue kwamba mimi ninaye kuondolea ninang'ang'ana kweli kweli. Natangana na shetani kweli kweli wa kwako anayemsumbua. Kwa hiyo sasa, kama na wewe ungeamka na wewe tukatwanga wote pamoja, ushindi wetu ungekuwa rahisi. Lakini tatizo langu wewe mwenzangu, unakula kuanzia Januari tarehe 1 mpaka Disemba tarehe 31, alafu mwenzangu mimi nakula mara 2 kwa wiki. Lakini kama wote tungekuwa sasa tumeng'ang'ana namna hiyo na wewe ukaanza kupambana, tungepata majibu yetu haraka. Amen. Amen. Wewe mwenzangu unanenepa, mimi mwenzako napungua. Wewe mwenzangu wacheka, mimi mwenzako naomboleza, lakini kwa ajili yako. Lakini kwa kuwa sasa wewe ulikuwa hujui kwamba unatakiwa kushindana, utakapoelewa na wewe sasa, tukakusanya nguvu ya pamoja sasa, nguvu inayotokana na maarifa. Unajua, fighting without knowledge is as good as not fighting. Kushindana bila maarifa ni kama si kushindana. Nikupe mfano mzuri. Kwa mfano, unaamua kupeleka vitani askari ambao umeenda kwa kusanya kijijini sungu waliozoea kutumia upinde na mishale. Ukampa SMG, ukampa tank, ukamwingiza ndani ya kifaru, ukamwambia tuondoe kwenda vitani mstari wa mbele. Mkaanza kuondoka na yeye, umewajaza wanamgambo sungu milioni 1. Wanaelekea kule, hawajui hata mbinu za kivita. Wakifika kule watachakaza dakika 10, wamekufa wote. Kwa nini? Umepeleka askari wasiokuwa na maarifa. They don't know the tactics. Ukumbuke Biblia inasema shetani ni majeshi ya pepo wabaya. Ndio maana ya ile andiko nimesoma, kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya. Hebu sema majeshi ya pepo wabaya. Tunapoongea majeshi, we are talking about military soldiers. Tunaongea kwa habari ya askari. These are military soldiers of darkness. The Bible calls them military soldiers of darkness. Tunaongea habari ya askari, majeshi, army spirits, ambao wana mbinu za kijeshi za kushambulia. Na mbinu zao za kijeshi za kushambulia ni mbinu kali kuliko mbinu za jeshi la wananchi wa Tanzania. Ni mbinu kali kuliko Air Force ya Marekani. Ni mbinu kali kuliko askari wanaokwenda kwa miguu wa Uingereza, wanaosifika kwa kwenda kwa miguu. Ni mbinu kali kuliko vifaru vya Urusi. Ni mbinu kali kuliko magorila wa Iraq na Iran. Kwa kuwa hawa wao ni roho, wanaona hata wewe hauwaoni. Na sasa ndio maana mtu anapoingia kanisani sasa anatakiwa ajifunze namna ya kushindana ili aweze kulinda uhuru wake. Kwanza ajue, mimi nimekuja kwa Bwana Yesu, nataka jambo fulani lifanyike. Anapofika kwa Bwana Yesu sasa ajifunze sasa, ninataka kusimama mimi mwenyewe mpaka nione uhuru na unatokea. Kuna mafundisho watu wamefundishwa kwenye makanisa mbalimbali kwamba vumilia, Bwana atafanya kwa wakati wake. Hebu nikupe mfano mzuri uliokuwa mwaka 75. Bwana hajafanya mpaka sasa hivi. Ule wakati wake unaoambiwa usubiri ni wakati gani ule? Mbona umezeeka sasa? Mbona umezeeka sasa? Hii inaonyesha kwamba kuna mafundisho mengine ambayo badala ya kuwapigisha watu hatua moja, yamewaloga. Yamewafanya wapumzie kabisa, Bwana atatenda, Bwana ni mwema, Bwana ni mwaminifu, Mungu anajua, kabla hamjaomba nitajibu, mkiwa katika kuwaza nitatenda. Naam. Lakini Paulo anasema hivi kwenye ile Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18, anasema hivi, mimi Paulo na nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, halafu shetani akanizuia. Naona Paulo ndiye aliyeandika Biblia kwenye kitabu cha Agano Jipya, the New Testament.
kuna watu wengi walioandika, waliotumiwa na Mungu kuandika. Kwa mfano, kitabu cha kwanza Mathayo, ameandika Mathayo, ambaye profession yake ilikuwa ni mtoza ushuru, taxation. Anapata Marko, ameandika Marko, ambaye profession yake Biblia huwezi kuiona vizuri. Baadaye akapata Yohana, alikuwa mvuvi. Baadaye kinafuata kitabu cha Matendo ya Mitume, aliandika ni Luka, daktari. Baada ya kitabu cha Matendo ya Mitume kinafuata Walumi, aliandika ni Paulo. Baadaye unakwenda kidogo, unakuja wa Galatia, aliandika ni Paulo. Unaanza wa Efeso, aliandika Paulo. Wa Filipi, aliandika Paulo. Wa Kolosai, aliandika Paulo. Wa Korintho wa kwanza, aliandika Paulo. Wa Korintho wa pili, aliandika Paulo. Wa Kolosai, aliandika Paulo. Unashuka vitabu almost nusu ya Agano la Kale limeandikwa na Paulo. Naona? Lakini Paulo aliyeandika nusu ya Agano la Kale ndiye anayesema sasa kwenye kitabu cha Waefeso, aliandika barua nyingine akawaandikia Waefeso, akawaambia, ninyi Waefeso, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, tunashindana falme za giza na mamlaka za giza na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Huyo Paulo akawaandikia Wathesalonike, akawaambia, kipindi kile Paulo alikuwa ameshatoka sasa Mashariki ya Kati, amekwenda Urumi, Italy. Akawa anataka arudi kwa Waefeso, Thesalonike awatembelee. Akashindwa. Matokeo yake akawaandikia barua, akawaambia, jamani Wathesalonike, na nitaka kuja kwenu mara ya kwanza, mara ya pili shetani amenizuia. Sasa Paulo aliandika vitabu hivyo, nusu ya Biblia ndiye anayesema. Naona sasa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 anasema hivi tena. Paulo huyo anasema, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha za vita vyetu. Kumbe tuna vita na tunatakiwa kuwa na silaha za vita. Unaona? Anasema, alafu watu wanafundisha sasa, wanamwacha tu mtu, wanamwambia tu ukiokoka tu basi haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, utaishia kunawa. Utaishia kunawa mwananchi. Utaishia kwa nini? Kunawa. Ni vizuri kuundue mafundisho yanayofundisha duniani. Watu wengi wanafundisha tu sio kwa sababu wameitwa na Bwana kufundisha. Kwenye msururu wa mamba na kenge wamo. Ndiyo maana wajibu wa kila fundisho, a responsibility of any teaching is to make sure people are delivered from forces of darkness. Amen. You see, when we receive Jesus Christ in our hearts, we have eternal life already. Amen. But what remains is that we must be delivered from sickness, disease, bondage, poverty, and other problems. That is the reason we are coming to the church. If we come to church and there is no deliverance, there is no freedom, there is no healing, there is no miracles, it is not the church of Jesus Christ. It is the church of your bishop, your pastor. It is not the church of Jesus. The church of Jesus is accompanied by freedom, power, anointing, miracles, signs, deliverance, and when the Son of God sets you free, you are free indeed. Kanisa ambalo Mungu, hebu sema Mungu aliyeniumba mimi kama hanisaidii, basi sio Mungu. Wangapi wanaamini Mungu ana uwezo? Vizuri sana. Wangapi wanaamini Mungu anaweza kuwasaidia? Swali linabaki, mbona hajakusaidia? Ana uwezo wote. Hebu jaribu kuwaza kama wewe ni baba wa familia yako. Alafu baba yako ana uwezo wote, ana fedha na kila kitu, alafu baba hakusaidii. Utampenda? Simpendi. Hanisaidii. Ana uwezo, ana magari, ana fedha, hanipeleki shule. Inakuwaje Mungu sasa inaonekana kana kwamba watu hawasaidii? Sio kwamba Mungu hawasaidii. Mungu ameweka kanuni sasa.
Ameweka kanuni kwamba cha kwanza mimi nitawasaidia, cha kwanza nitawaingiza kwenye ufalme wa kwangu. Kwa njia ipi? Kwa njia ya kuniamini mimi. Ndiyo maana kuna watu ambao wanahudhuria kwenye makanisa kutafuta msaada wa maombi bila kuokoka. Sahau, utakesha. Kwa nini? Kwa sababu sifa ya kwanza unatakiwa uingie kwenye ufalme wa Mungu kwanza. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Kuna tofauti kati ya watoto wa Mungu na watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni wapi? Watu wa Mungu ni dunia yote. Waarabu, wa China, wa Korea, wa Japani, Warundi, watu wa Mungu wote. Ndiyo maana Mungu anawapa mwanga wa jua, hawalipii wote. Hata mwizi, hata jambazi, hata mchawi, hata fisi, hata nguruwe hawalipii. Kwa sababu wote ni watu wa Mungu. Mungu anawapa hewa wote. Ungepewa bili ya oksijeni wewe ungekoma. Lakini Mungu anawapa oksijeni wote. Unaona dunia kutengeneza kanuni ka umeme tu kale kanalipiwa kale. Kale kanuni ka umeme kale mnaanza ukalipia hela, lakini nuru ya Mungu ya mchana mungelipia ungekoma bili. Ndio maana wapa maji, mvua wote. Wewe mwizi anakupa mvua tu. Naona kwa sababu wote ni watu wa nani? Wa Mungu. Lakini ndani ya watu wa Mungu sasa kuna watoto wa Mungu. Nikupe mfano mzuri. Tanzania yote ni watu wa Rais Kikwete, kimsingi, kwa sababu ndio rais wetu, watu wake. Ndio maana inapotokea njaa anang'ang'ana kuwatafutia chakula watu wake. Shida ya umeme, jamani, tafuta umeme wa dharura, mpaka ikalipuka mambo ya Richmond kule akiwatafutia umeme watu wake. Naona kwa sababu sisi ni watu wake. Lakini kwa kuwa sisi wote ni watu wake, ni Watanzania wote, watu wa Rais Kikwete. Lakini ndani ya Watanzania mle kuna familia yake sasa, watoto wake aliozaa yeye na mama Kikwete. Wapo. Watanzania wote, watu wangu jamani, Watanzania, watu wangu nini na nini, si maisha bora kwa kila mtu, maneno hayo nini, anawaambia Watanzania wote. Lakini ikifika sasa ndani ya Watanzania wote kuna watoto wake amezaa yeye na mama Kikwete, wamezaa, wako ndani ya nyumba. Wale hawezi kuambia maisha bora kwa Watanzania wote. Wale anaingiza fedha mfukoni, anasema chukua. Wale kama hawana kazi anapiga simu mahali, jamani ninaomba msaidie mwanangu fulani mpe kazi. Lakini wewe hawezi kufanya hivyo. Wewe barabara atakutengenezea ya lami safi, na ndio wajibu wake. Atakutafutia umeme, sio atakulipia bili ya umeme au atakukutia umeme. Atapitisha nguzo tu, utakuta wewe mwenyewe kuingiza ndani ya nyumba yako. Atajenga hospitali pale, halafu taenda kulipa wewe mwenyewe mtu wake. Kumbe watu wako unawasaidia kwa kiwango fulani. Lakini watoto wako, ikitokea njaa kali, akatusaidia Watanzania wote, njaa inazidi, tutakufa kwanza wote kabla watoto wake na mama Salma hawajafa. Hiyo ukubali au usikubali? Nakupa mfano, tutakufa kwanza wote pisha, mnakauka wote kwanza nchi nzima. Baadaye sasa anakuja kumalizia yeye na mama Kikwete. Kwa nini? Watoto wake. Watu wote wanaookoka na wasiookolewa ni watu wa Mungu. Unapookoka sasa, unahama kutoka mtu wa Mungu, unaitwa mtoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo unapompokea Yesu, unahama kwenye kundi la mtu wa Mungu peke yake, unaingia kwenye kundi la mtoto. Hebu sema mtoto. Hebu sema mtoto. Unamuita Mungu sio Mungu wangu, unamuita baba yangu. Amen. Unamuita baba yangu. Kama ambavyo Yesu aliinua macho yake akamwangalia Mungu Baba, akamwambia baba yangu, mbona unaniacha? Ndivyo ambavyo na sisi tunahama kwenye daraja la kuwa Mungu wetu peke yake,
mfalme wetu peke yake, mwamba wetu peke yake, msaada wetu peke yake. Tunainua macho yetu, tunaangalia, tunasema Baba, twalia Aba. Maana wewe ndiye baba yetu, umetuzaa. Kwa hiyo jukumu la kwanza, kabla hujaanza kushindana, kama hujaokolewa au wewe umekuwa mtu wa dini wa madhehebu, leo, hebu sema leo, unatakiwa uhame kwenye ngazi ya kuwa mtu wa Mungu, uingie kwenye ngazi ya kuwa mtoto wa Mungu. Kwa namna gani? Kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Na asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, na yeye amwaminie amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Na uzima unaosemwa, uzima wa familia, uzima wa ndoa, uzima wa ajira, uzima wa mchumba, uzima wa kazi, uzima. Kwa hiyo leo, pita kutoka mautini uingie uzimani kwa jina la Yesu. Leo pita kutoka mautini uingie uzimani kwa jina la Yesu. Ndio maana sasa kushindana kwetu, hebu sema kushindana kwetu. Ndio maana napongana sasa kusema hivi, jamani, nataka na mimi nipate msaada kwenye maombezi. Huwezi kupata majibu yoyote mpaka kwanza uwe mtoto wa Mungu. Unapokuwa mtoto wa Mungu unapata sifa ya kushindana. Ndio leo nataka angalau nikugusie na kufundisha kidogo, alafu tunasimama wote tunashindana. Na kufundisha tena tunashindana. Na kufundisha hapa sasa hivi. Sio kesho kutwa. Nasema leo itakuwa ni siku ya vita kidogo. Ili yule mtu ambaye kuna makolokolo, kuna vimbwanga vimepandwa ndani yako bila wewe kujua, vinakuzuia kuolewa, vinakuzuia kuchumbiwa, vinazuia biashara, vinazuia kazi, vinazuia ajira, vinafanya watu wakuchukie, vinafanya udharauliwe, vinafanya usifukuzwe kazini, vinafanya usipate promotion. Ninataka niviambie imekwisha. Lakini sasa sio mimi tu, mimi na wewe tukusanyike pamoja, tumpige kelele kama ile aliyepiga Yesu msalabani akasema imekwisha. Tunataka tumwambie shetani, I no longer stay in your kingdom. It is over. We want to declare to the devil and his agents, it is over. I no longer stay in your kingdom. I am no longer a citizen of your kingdom. I'm a citizen of right, citizen of the kingdom of God. Imekwisha. Amen. Nataka kwenda haraka. Kwa hiyo, ili upate sifa ya kuomba maombi haya sasa, lazima kwanza uwe umeokoka. Ukiwa hujaokoka, halafu kajaribu kuomba maombi haya, utapata matatizo hujawahi kuyaona. Unajua kwa nini? Ni sawasawa umeanza kumtukana baba yako, mwenda wazimu, kichaa mkubwa, alafu ni mtoto wa miaka 3. Akikunyuka teke moja chini, atajuta baadaye kwamba nimeumiza mwanangu. Na akienda mahakamani ni provocation. Wanasheria mnajua provocation maana yake sio kesi ya mauaji, inaitwa manslaughter. Sio kesi ya mauaji, ni manslaughter, provocation, kwamba aliponitukana sana moyo wangu kalipuka, nikasukuma teke wakati ninakwenda nikamondoa duniani mwanangu. Jamani mnisamehe. Hafungwi. Ndivyo na wewe utakapoanza kumwambia shetani sasa, shetani nakufunga. Shetani wewe hujaokoka, uko upande wake. Shetani anasema mwanangu naanza kunitukana tena. Wewe si mwanangu, wewe uko upande wangu, unanitukana tena. Atafurumusha teke la uhakika, utashangaa. Ndio maana unasikia mtu kafa ghafla. Kwa nini? Ulimtukana bosi wako, ulimtukana baba yako, ulimtukana mwamba wako ambaye ni shetani bila kupiga mahesabu mazuri. Unatakiwa uhame kwanza kwake, usimame upande wa Yesu, ndio mtukane sasa. Amen. Unahama kwanza kwake, unakuwa mjanja, unakaa kimya, unasema sasa nataka nimtukane. Lakini kabla sijamtukana, nisitukane nikiwa niko kwake. Unaenda patu, unahama. Ukijihakikishia umefika huku, unamwambia mwenda wazimu mkubwa, wewe achia biashara yangu, achia. Kama
sema amen. Sasa kama hujaokoka, nataka nikusaidie uokoke kwanza wewe, ili upate sifa ya kuomba. Kama hujaokoka, wewe ni mtu wa dini tu, unapenda kanisani, lakini hujaamua kuokoka hata siku moja maishani mwako, nataka uokoke sasa hivi kabla hatujaanza vita hiyo. Mtu ambaye hujaokoka unapenda kuokoka, simama nikuombee kwanza wewe. Biblia inakataza kuomba, utaanza kujipuka tu. You know, let me tell you something. Shetani ana nguvu sana, lakini ana nguvu kwa wasio na Yesu. The devil is actually powerful, but he is powerless to the people with Jesus. Kuna siku moja mimi shetani alikuwa na Lucifer mwenyewe, akanitokea akaniambia mwalimu, wewe nakutamani. Siku utakapoteleza tu na wewe. Nikamwambia, nakupa kipigo sasa hivi kwa sababu sitelezi, nakupa kipigo. Mimi nikiteleza, sitelezei nyuma, natelezea mbele. Sina muda wa kuteleza. Kwa hiyo mimi nampokea Yesu sasa hivi. Amen. Nampokea Yesu sasa hivi, Yesu aingie ndani ya mioyo yenu. Sasa tayari na nyinyi mna sifa ya kushindana. Hebu very much. Semeni maneno haya yanamaanisha unampokea Yesu kwa Mwokozi wa maisha yenu. Hebu semeni, tuseme pamoja nao, sema Baba Mungu wa mbinguni. Nimesikia neno lako. Nimetambua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimetambua pia siwezi kujiokoa mwenyewe. Ninaomba msamaha wako. Nisamehe dhambi zangu zote ninazozijua na nisizozijua. Kuanzia leo ninakufanya wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakiri kwa kinywa changu Yesu alikufa na siku ya tatu akafufuka. Asante Bwana. Leo ninakupokea wewe uwe Mwokozi binafsi wa maisha yangu. Amen. Basi pigie makofi. Sasa kitendo ulichokifanya, umekuwa mtoto wa Mungu pale pale. Sasa hautaki kuhisi kwamba mbona sijahisi kwamba nimekuwa mtoto wa Mungu. Huwa hawahisi. Umeshakuwa mtoto wa Mungu kwa njia ya kuamini, kwa njia ya imani. You don't feel that I'm a child of God. Am I a child of God? We don't feel. We become children of God by faith, by believing. Amen. By believing. Amen. It is not by feeling. It is not by emotion. No. There's nothing emotional happens to your body when you receive Jesus as a personal Savior. There is nothing. But it is an act of faith. Itendo la imani kwamba mimi kwa maneno niliyoyasema yale nimeokolewa. Amen. Warumi 10:9 imeandikwa, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kama ulivyofanya hivyo na kumwamini moyoni mwako kama ulimwamini hivyo, utaokoka. Maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Ndiyo maana umekiri na umeamini, kwa hiyo umepata wokovu. Amen. Twende polepole kidogo tena sasa. Amen. Sasa kushindana maana yake ni nini? Kushindana maana yake ni kupigana mieleka. Kupigana mieleka. Utakapoomba maombi haya, maana yake unamwambia shetani mwenyewe kabisa, shetani imekwisha. Sitaki tena ukae kwenye ufalme wangu. Maombi haya yanalenga kumlazimisha shetani na malaika zake kuhama sehemu ya maisha yako aliyoikalia miaka mingi, hata kama yeye mwenyewe hapendi. Yanamlazimisha shetani na watu wake kuhama, kufungasha milango kwenye sehemu aliyoikalia miaka mingi na wana hati miliki ya eneo hilo. Maombi haya yanalazimisha kuchana na kuharibu hati miliki za kishetani na kupanda hati miliki za kimbinguni,
na kufanya shetani na malaika zake na wachawi wake na watu wake, unawaambia kabisa, Bwana, imekwisha. Muda mliotesa mume wangu anakwenda kahaba kwa kahaba, imekwisha. Muda mlionitesa mimi na hangaika na chumbiwa na achika, imekwisha. Muda mliotesa familia yangu tunakufa kwenye mazingira tata, imekwisha. Muda mliozoea kuwachukua watu wangu msukule kila mara, imekwisha.